DW. Maoni. Na mpenzi msikilizaji, tunaingia studio kurekodi kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara, wakati eneo la Mashariki ya Kati moto ukiwaka. Ni takriban wiki nzima tangu mashambulizi ya uchokozi ya Israel dhidi ya Iran kuanza, na Iran kujibu mashambulizi hayo, na kwa baada yao ni kujibizana makombora kwa makombora, maroketi kwa maroketi, droni kwa droni, vifo, damu, mauaji, maporomoko ya majumba na kuharibika kwa miundombinu ya kiraia na maisha. Ndio kitu ambacho kinaendelea sasa Mashariki ya Kati. Wengine watasema si jambo la ajabu, kwa sababu bado wakati endelea haya tayari Gaza kumekuwa katika hali kama hiyo kwa zaidi ya miezi 20 sasa. Tunajadili leo hii katika maoni mbele ya meza duara yanayoendelea katika mzozo huu au vita hivi baina ya Israel na Iran. Hatuangalii tukio kwa tukio, kwa sababu mpenzi msikilizaji, natoa angalizo kwamba tunarekodi wakati ikiwa ni siku 4 kabla ya kurusha kipindi hiki hewani, na wasemavyo wenyewe kwamba siku moja hata saa moja ni nyingi sana katika uwanja wa vita, na chochote chaweza kutokea baina ya leo tunaporekodi na siku ambapo kipindi hiki unakisikia hewani, na huenda ukajihisi kwamba pengine mengine yamepitwa na wakati. Kwa hivyo hatuangalia kuhusu tukio kwa tukio, lakini tutaangalia kuhusu nini, kwa nini na vipi. Nimeungana hapa na wachambuzi. Tunaye Abdul Fattah Musa ambaye kawaida ni mkazi wa Tehran na mwandishi wa habari huko nchini Iran, lakini mara hii tunampata akiwa visiwani Zanzibar. Tunaungana pia na Mohamed Saleh, mkazi wa Paris nchini Ufaransa, na mchambuzi Lugete Musa Lugete akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Waungwana, karibuni sana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante. Moja kwa moja kabisa nitaomba nianze na kwako Abdul Fattah Musa, kwa sababu kwa miaka mingi imekuwa ni kuchambua siasa za Ghuba na Mashariki ya Kati, eneo ambalo umelifanya kazi. Jambo la mwanzo ambalo ungependa kujua kutoka kwako ni kwa nini hasa? Kwa nini haya yanatokezea? Haya kwa hakika yanatokezea kutokana na sababu ya msingi ya ugomvi wa kihistoria baina ya Israel na Marekani kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine. Tunajua kwamba kihistoria Marekani na Israel zilikuwa marafiki na masuhuba wakubwa wa Iran kabla ya kutokea mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979, ambapo ndipo kila kitu kilipinduka kikamilifu na Marekani na Israel zikageuka kuwa ni maadui wa Iran. Na mbali ya wao kuwa ni maadui wa Iran, lakini kimsingi kwa upande wa Iran nayo ilianzisha uadui rasmi dhidi ya Israel. Na sababu ya uadui huo ni msimamo wa Iran kwa mtazamo wa kibinadamu na kwa mtazamo wa kiitikadi wa Kiislamu kutetea suala la ukombozi wa Palestina, suala ambalo dunia sasa baada ya kupita karibu miaka au zaidi ya miaka 70, dunia nzima sasa imetambua nini chimbuko lake na nini chanzo chake. Ni kwa sababu hiyo ndio maana, kwa kuwa Iran imekuwa ikilipigania suala hilo zaidi kwa mtazamo wa kijeshi na si kwa mtazamo wa kisiasa tu na kutoa maneno matupu majukwaani, ndipo Marekani na Israel zikahisi kwamba msimamo wa Iran wa kuiunga mkono Palestina kwa ajili ya ukombozi wa ardhi zake ni tishio kwa amani na kwa usalama na uwepo wa Israel pia. Na kwa sababu hiyo, tokea kipindi hicho ni kwamba Marekani na Israel zimekuwa zikichukua hatua mbalimbali za kivitendo kwa lengo la kuihujumu Iran, lakini hasa zaidi kuhakikisha kwamba utawala wa Kiislamu wa Iran unaporomoshwa, ikiwa ni kutokea nje au ni kutokea ndani. Kwa hivyo kilichotokea Ijumaa ya Juni 13 ni muendelezo wa harakati za muda mrefu ambazo hata wataalamu wa kijeshi wa Marekani wamekuwa wakizieleza kwamba wamevamia Iraq mwaka 2003, wakashambulia Afghanistan 2001 baada ya mashambulio ya Septemba 11, wamezihujumu nchi mbalimbali za Kiarabu na Kiislamu Afrika Kaskazini kama Libya, baadaye Sudan, Somalia, imefuatia vile vile hatimaye Syria. Lengo ni kwamba mzunguko huo wote unalenga mwisho wa siku ni kwamba kutaka kuilenga na kuimaliza Iran. Kwa hivyo hili lililotokea Juni 13 ni mpango wa muda mrefu ambao umekuwa ukitafutiwa sababu na kisingizio. Na kwa kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa muda wote huu sasa, kama ulivyoashiria katika utangulizi wa mazungumzo yetu, kwamba ameelekeza hujuma zake zaidi katika ukanda wa Gaza ambako ndiko chimbuko la mgogoro mkuu wa Mashariki ya Kati, na kusudia ardhi za Palestina, kutokana na kutofanikiwa katika malengo yake katika vita hivyo hadi hivi sasa, ambayo ameeleza kwamba ni kuangamiza Hamas, kukomboa mateka na kuhakikisha kwamba
Hamas na makundi yote ya mukawama na mapambano ya Palestina yanaangamizwa, na kwa kuwa uwepo wake wa kisiasa madarakani umekuwa katika hali tete, sasa amehisi kwamba aanzishe harakati au chokochoko nyingine mpya za kisingizio kwamba eti Iran ina malengo ya kuunda silaha za nyuklia, na kwa sababu hiyo Israel haiwezi kulivumilia swala hilo. Kwa hivyo kwa mukhtasari tu ni kwamba hicho ndicho chanzo na chimbuko la hichi tunachokiona hivi sasa. Naam, asante Abdul Fattah, lakini ni kama vile umeelekeza jiwe lako la teo mahala pengine, kwa sababu wenyewe walioanzisha mashambulizi haya sasa kwa maana ya Israel wamesema tangu miaka mingi kwamba Iran ina mpango wa kutengeneza silaha nyuklia, ina mpango wa kurutubisha madini yake, na kwa hivyo wamekita makini yao katika silaha za nyuklia. Ndipo penye ambapo, na kwa sababu kama walivyosema kihistoria kwamba Iran ina mtazamo wa kiuadui dhidi ya Israel, na Israel inajihisi kwamba haiko salama mikononi mwa Iran ambayo ina silaha kali kama hizo. Lakini umetutangulia kutuambia kwamba sababu kuu ni Palestina, sababu kuu ni muendelezo wa kuziporomoa dola na mataifa ya Kiislamu, Iraq, Afghanistan, Libya, Somalia, Syria, na pengine sasa ndio taifa la mwisho ni Iran ambalo linaandamwa. Kwa nini unaunganisha vitu hivi wakati wazi kabisa waliovamia wanasema kwamba lengo lao ni kuizuia Iran isiwe tu na silaha za nyuklia? Kimsingi ni kwamba lengo hasa ni kuisambaratisha Iran. Suala la nyuklia, kwa bahati mbaya, labda kwa faida wasikilizaji wetu, ni kwamba suala la nchi iliyojiunga au nchi ilikuwa ni mtiaji saini wa mkataba wa kutokomeza na kuzuia uundaji wa silaha za nyuklia NPT, ambapo Iran ni mwanachama wa mkataba huo, na kinyume chake Israel haijatia saini mkataba huo, ni kwamba nchi hizo kisheria zina haki ya kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya kufaidika na nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, ikiwa ni katika masuala ya tiba, masuala ya kilimo, na vile vile hata katika kuzalisha nishati ya umeme. Na hilo ndilo jambo ambalo Iran imekuwa ikilifanya, kwa sababu Iran imenyimwa haki hiyo ya kusaidiwa na mataifa makubwa hasa ya magharibi ambayo yana uwezo mkubwa wa teknolojia ya nyuklia kuweza kufaidika na teknolojia hiyo ya kurutubisha madini ya urani. Iran imefanya hivyo kwa kutegemea wanasayansi wake wa ndani, jambo ambalo halikuwapendeza au halikuzipendeza nchi za magharibi. Na kilichokuwepo ni kwamba labda watu wengi hawajui, nchi kama Brazil, Australia, Japan, Canada, hizo zote ni kama ilivyo Irani zimesaini mkataba huo na zinafanya kazi ya kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya matumizi yao ambayo yanakusudia. Lakini nchi za magharibi zinasema kwamba madini ya urani yakirutubishwa na nchi kama hizo ni kwamba inakuwa kuna usalama na hakuna hatari ya kuundwa silaha za nyuklia. Lakini madini ya urani yakirutubishwa na nchi kama Iran, basi hatari hiyo ipo. Jambo ambalo nalo ni kichekesho, kwa sababu shirika au wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa la kufuatilia shughuli za nyuklia za nchi wanachama wa NPT, limekuwa likifuatilia shughuli za nyuklia za Iran kwa miaka mingi, na inasemekana kwamba hakuna nchi yoyote duniani mwanachama wa NPT ambayo imeruhusu kufanyiwa ukaguzi mkali wa shughuli zake za nyuklia kama Iran. Na tusisahau bwana mwenyekiti kwamba 2015 Marekani hii wakati wa serikali ya Barack Obama pamoja na madola mengine makuu ya magharibi na nchi nyingine wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, yani Urusi na China, zilitia saini makubaliano rasmi ya kimataifa yaliyotambuliwa na Umoja wa Mataifa ya kuhakikisha kwamba Iran itaendelea kurutubisha madini ya urani, lakini na wakati huo huo itakuwa chini ya usimamizi mkali, mkabala wake kuondolewa vikwazo vya kiuchumi ambavyo imekuwa muda mrefu na vimeumiza sana uchumi wake. Rais Trump alipoingia madarakani 2015 akaja akaamua 2016 akaja akaamua kuyakataa na kuyavunja makubaliano yale, na ndiyo chimbuko la haya tunaona hivi sasa. Kwa hivyo hili suala la kusema kwamba hofu ni Irani kuunda silaha za nyuklia ni kisingizio ambacho nadhani hata walimwengu wote sasa wanaelewa kwamba hii ni kisingizio tu cha kutaka kuihujumu Iran. Naam, asante Abdul Fattah Musa, tutakuwa nawe tena muda mfupi ujao. Wacha niende Paris kwako Mohamed Saleh. Ufaransa, nchi ulio ni miongoni mwa mataifa yanayoitwa yaliyoendelea, makuu ya kundi la G7, nchi ambazo zimeendelea kiviwanda, ambalo punde hivyo katika kipindi hiki yamemaliza mkutano wake nchini Canada na yametoa kauli ya kuunga mkono kwanza kile ambacho kimefanywa au kinafanywa na Israel, na kujishadidia kauli ya muda mrefu kwamba kamwe Iran haitoruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Haki ya Israel kujilinda ndio kama vibwagizo vya kauli za hawa wanaunga mkono kinachofanywa na Israeli katika mzozo huu. Hii inamaanisha kwamba
mkono ambao unaipiga Iran au unapiga na Iran hivi sasa ni wa Israel, lakini uwezeshaji wa vita vyenyewe vyote unatoka katika mataifa yote ya magharibi. Bila ya shaka ni kwamba Israel haiko peke yake, japokuwa kwa sasa wako wao ndio walioko mbele, lakini kwa vovote vile kuna hizi nchi kubwa za magharibi ambazo zenye vyombo katika sehemu zile ambavyo bila shaka yote vinasaidia kwa aina moja au kwa aina nyingine. Rais wa Ufaransa Macron hivi karibuni alisema kwamba ikiwa Israeli itawataka au itawaomba kuwasaidia katika kuyaporomosha makombora ya Iran, wako tayari kufanya hivyo. Maneno aliyokuwa akisema bwana Trump yanaonesha wazi kwamba wao wamo katikati ya hii nani, kwa sababu anasema hivi, kasema kwamba hivi sasa wanaidhibiti anga ya Iran. Kwa hivyo ina maana kwamba wamo vitani bila ya kujitokeza, japo kwa pengine hawajaingia bado kwa kutumia vyombo vyao, kwa sababu kwa mfano kuweza kubomoa hasa hizi miundombinu ya nyuklia ya Iran, Israeli haina uwezo wa kufanya hivyo peke yake. Inabidi lazima wapate msaada kutoka Marekani, na kitu ambacho anachokifanya sasa hivi waziri mkuu wa Israel Netanyahu ni kujaribu kutafuta kila njia ya kuzivuta hizi nchi ambazo sasa hivi labda zinamsaidia chini ziweze kuingia vitani kama ilivyotokezea ilivyokuwa kule Iraq. Kwa sababu ukiangalia pia vita vya Iraq, chanzo ilikuwa ni huyu waziri mkuu wa Israeli, ambayo katika listi ya nchi ambazo alikuwa ameweka au katika orodha ya nchi ambazo walikuwa wameweka kwamba zinabidi zishughulikiwe ilikuwa Iraq. Iraq imekwenda, Syria imekwenda, sasa hivi wanashughulikia Iran. Na mwanzo alivyoanza alikuwa anazungumza kwamba ni swala la kudhibiti na kubomoa miundombinu ya nyuklia, lakini sasa hivi wanazungumza swala la kubadilisha serikali, yani kuangusha utawala uliopo na kuleta utawala mpya. Japo kwa Faransa swala hilo hawalikubali, kwa sababu wameona matokeo ya nchi zilizofanya mambo kama hayo yalivyotokezea. Iraq, wameona Afghanistan, kwamba kuvunja au kuziangusha zile serikali zilizoko madarakani bila ya kuwa na mpango mbadala kunaleta vurugu baadaye. Kwa hivyo sasa hivi tunamsikia bwana Netanyahu akisema kwamba lengo lao sasa hivi pia ni kuiangusha serikali ya Iran na kutokana na utawala wa Kiislamu na kuleta demokrasia. Naam, ni kama vile kwamba unachosema Mohamed ni washirika ambao wanatofautiana, na sio kwamba ni washirika ambao wanafanana katika dhamira yao kuelekea eneo hili. Manake nilipofahamu kupitia kwa mfuatani kwamba hapana, hao wote ni kitu kimoja, wanafanana kwa rangi zao, wanafanana kwa sauti zao, wanafanana kwa matendo na sura zao. Wewe unasema hapana, kuna pahala ambapo wanatofautiana. Ukitaka ukweli ni kwamba hapana pahala ambapo wanatofautiana. Wanatofautiana katika yale maneno ambayo wanayatumia kujaribu kuwauzia wananchi wao, kwa sababu katika hizi nchi sio kila mtu anakubaliana nayo, lakini ni watawala ambao wako pamoja katika hili, na sidhani kama wao wanatofautiana. Lakini hivyo inabidi, kwa mfano kwa hapa Ufaransa, Macron inabidi atafute njia za kuonesha kwamba yeye anasimama kwa ajili ya kulinda uhai wa taifa la Israeli, lakini kuna mambo hakubaliani nayo, lakini pengine dhati ya moyo wake anakubaliana na yale ambayo anajaribu kutaka kufanya huyu bwana Netanyahu. Kitizama yale yatokea toka nyuma huko mpaka hivi leo, kinachofanyika sasa hivi ni kutaka kuhakikisha kwamba hakutokuwa na utawala au nchi ambayo itakuwa na nguvu
ya kuizidi Israel. Na mimi sidhani kwamba baada ya Iran, sababu hapa wanazungumza kwamba Iran labda pengine inaweza ikaporomoka ikiwa Marekani itaingia vitani. Kwa hivyo sidhani kama baadaye huyu bwana atasimama hapo. Kwa hiyo hizi nchi nyingine ambazo sasa hivi zimekaa kimya kama kina Saudi Arabia na wengine, inaweza ikawa pengine baadaye ikawa zamu yao, sio? Naje kwako Lugete, Musa Lugete. Tulishuhudia katika historia mauaji ndani ya Iraq kabla ya kuvamiwa na Wamarekani, mauaji ndani ya Syria kabla ya kuondoshwa Bashar al-Assad hivi karibuni, kabla ya kuanza machafuko ambayo baadaye yalikuja kupelekea kuporomoka kwake, mauaji ndani ya Libya, pia mauaji Somalia na kadha wa kadha. Kwani si kweli kwamba nchi hizi zenyewe tawala zake zilikuwa zinaharibu uhai na maisha ya watu wake hata kabla kuingiliwa na mataifa ya magharibi? Ni kweli unavyosema ndugu bwana Mohamed Helef, lakini siku zote mataifa ya magharibi wanapokuwa wanataka kuingia nchi fulani kuiangamiza au kubadilisha utawala, wamekuwa wakitumia kivuli cha demokrasia na kulinda haki za binadamu ili wapate kuungwa mkono na hata wananchi wa hizo nchi wanapokwenda. Itakumbuka kwamba Marekani ameanza chokochoko zake nchini Irani hata kabla ya mapinduzi ya mwaka 79. Itakumbuka kwamba mwaka 1953 Marekani, Israeli na washirika wake walianzisha Operation Ajax kumuondoa waziri mkuu wa Irani marehemu Mohammad Sadegh, ambaye aliamua kutouza mafuta yake kwa Waingereza na makampuni ya Marekani, na hivyo kuonekana ni adui namba moja. Kwa hiyo lengo lao la kutaka kuingia nchi fulani, wamekuwa wakitumia kigezo cha kulinda uhai wa watu na demokrasia, lakini hiyo ni njia ambayo imekuwa ni njia ya uongo ambayo kwa baadaye labda watu wanaweza wakaiamini ili kuunga mkono juhudi labda za magharibi wanapokuwa wamevamia taifa fulani. Asante. Umetaja nukta ya mwaka 1953 Sadegh na masuala ya mafuta, na hii nukta muhimu sana ambayo nataka tuizungumzie. Je, mafuta katika ghuba ya Uajemi pamoja na Mashariki ya Kati ndio laana ambayo inawafanya wasiwe salama miaka yote hii tangu nishati hii imegunduliwa? Kwako Abdul Fattah Musa. Bila shaka yote, katika suala zima la madola magharibi yakiongozwa na Marekani, Uingereza na hata Ufaransa, katika suala zima la kujiingiza kijeshi na kuwa na ushawishi kamili wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati, ndani yake kuna kusanyika sababu kadhaa za kimsingi, kama ambavyo tulivyoeleza kwamba moja ni suala zima la kuhakikisha kwamba zinatetea, zinalinda kwa gharama yoyote uwepo wa Israel katika Mashariki ya Kati, na kimsingi kukwamisha ajenda ya kimsingi na ya kisheria ya kupatikana nchi huru ya Palestina. Hili ni suala moja ambalo wao wanalipigania, na kwa hakika pamoja na kwamba nchi za magharibi zinadai kuhitaji Israel kwamba ndiyo nchi pekee ya kidemokrasia katika Mashariki ya Kati, lakini kiuhalisia Israel ni sawa na askari, na kama tutalinganisha katika masuala ya kimtu labda na mnyama wake, basi unaweza kumlinganisha kama labda kama ni askari sasa nchi za magharibi, basi huyu ni mbwa wa askari ambaye anatumiwa kufanikisha malengo ya kazi za bwana wake. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba Israel inasaidiwa na nchi za magharibi ziwepo, lakini wakati huo ndio ambayo inafanya kazi ya kuweza kuhakikisha kwamba nchi zote za Mashariki ya Kati zinakuwa chini ya udhibiti na ushawishi kamili wa nchi za magharibi kupitia Israel yenyewe. Na kwa katika swala zima la maslahi, mbali ya swala hili la kisiasa ambapo tunajua kwamba nchi za Mashariki ya Kati akthari yao ni nchi za Kiislamu au zote ni nchi za Kiislamu, na swala zima la Uislamu lina mtazamo maalum kwa nchi za magharibi hasa linapokuja swala la Uislamu wa kisiasa, lakini swala la kiuchumi kama alivyoashiria hapo mwenzetu bwana Musa ni kwamba hilo nalo pia lina msingi mkubwa, yani suala la nishati ya mafuta na gesi, ambayo Mashariki ya Kati kwa upande mmoja ndiko ambako inapatikana zaidi nishati hii, na njia yake ya bahari ni njia muhimu sana ya kuweza kufanikisha shughuli za kibiashara za kuhakikisha meli za mafuta zinaweza kupita kiurahisi katika eneo hilo kwa ajili ya kusafirisha na nishati hiyo kupeleka katika maeneo mbalimbali ya maji ya kimataifa, hasa katika ulimwengu wa magharibi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linazifanya kweli kwamba nchi za Mashariki ya Kati tokea zilipopata neema hii ya mafuta
kwa pamoja na kwamba kidhahiri tumeona imefaidisha nchi mbalimbali hasa za Ghuba ya Uajemi kuweza kubadilika, kunawirika kiuchumi na kijamii, lakini wakati huo huo zimeleta hiyo tunayoweza tukasema kwamba nayo ni laana kwa mataifa haya, kwa sababu ulipoashiria nukta ya kwamba nchi hizi za Kiislamu zilizovamiwa na nchi za Magharibi, nazo zenyewe kumekuwa kukishuhudiwa mauaji, kupotea kwa roho za watu kabla ya kuvamiwa nchi za Magharibi. Hili ni suala ambalo hatuwezi kulikana, kwa sababu kwa bahati mbaya nchi hizo nyingi zote zilizovamiwa ni nchi ambazo hazikuwa zina utaratibu mzuri wa kidemokrasia, wa kiuhalali wa kuendesha tawala zao. Tunajua kwamba nchi nyingi za Ghuba ya Uajemi ni nchi za kifalme ambazo utawala unaendeshwa kwa kurithishana, na hizo zilizokuwa si za kifalme, nchi kama ilivyokuwa Libya au hata Syria, vile vile kwa mfano nchi kama Yemen, na kwa upande wa hata Sudan, ni nchi ambazo kwa bahati mbaya ni kwamba nazo pia hazikuwa na utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba zinaendesha tawala zao, zinawapa wananchi wao uhuru wa kisiasa na kuchagua viongozi wao kwa uhuru. Kwa hivyo kile ambacho Magharibi kwa upande mmoja walikitumia kama ni kisingizio, kwa sababu na hayo pia pamoja na kwamba wa Magharibi hawakubaliani nayo, lakini kwa sababu ni njia ya kupata maslahi yao, nchi za Magharibi hazipigi kelele kuona katika nchi kama Saudi Arabia au Qatar au Oman au Kuwait kwamba hakuna uchaguzi, hakuna masuala ya haki za kisiasa. Hilo ni jambo ambalo wao wako tayari wakati wote kulifumbia macho na pengine kulishinikiza katika zile nchi ambazo wanakusudia kuvamia. Kwa hivyo ni jambo ambalo linatumiwa kwa maslahi hayo, na ndio hilo ambalo limetumiwa kuweza kufanikisha kuvamia Afghanistan, kuvamia Iraq, kwa sababu ni kwamba kweli kama ulivyoashiria, bahati mbaya nchi hizi za Kiislamu au nchi hizi za Waislamu zimekuwa zina matatizo ya kiutawala, kuwepo kwa uhuru wa kisiasa. Kwa hivyo nukta ulioashiria ya kiuchumi ni nukta ya msingi sana, kwamba nchi hizi zinataka kuhakikisha kwamba nishati ya mafuta na gesi katika Mashariki ya Kati inaendelea kuwa chini ya udhibiti wa madola Magharibi, kama ambavyo tumeona namna Rais Trump alivyofanya ziara yake ya karibuni kabisa katika nchi kadhaa za Ghuba ya Uajemi, jinsi kwa kutumia nguvu na ushawishi wa Marekani kwa nchi hizo ambazo tutakumbuka katika kipindi chake cha kwanza alisema wazi kwamba sisi kama nchi hizi za Ghuba ya Uajemi tutaziacha mkono kwa muda wa wiki 2 tu, tawala zao zitaporomoshwa na wananchi wao. Alieleza hilo, kwa hivyo kuonyesha kwamba wao wanafaidika na nishati na utajiri wa nchi hizo, kukamua utajiri wa nchi hizo, kwa sababu tu vile vile zinatumia suala la kuziridhia tawala za nchi hizo ziendeshe nchi zao kwa namna ambavyo zinaridhia wenyewe, bila kujali kwamba wananchi wanaridhika na mifumo yao au la. Asante. Hili swala hilo la kutaka maarifa zaidi, kwani kutaka wanavyosema mjadala. Hiki ambacho sifa ambazo umezitaja ilizonazo na ambazo umezitanguliza kutaja mwanzoni, walizokuwa nazo Iraq, Afghanistan, Libya na mataifa mengine, ndizo ambazo zinatajwa kwamba Irani ya leo inazo. Iran inatajwa kwamba ina ukosefu wa haki za binadamu, inatajwa kwamba ina ukosefu wa haki za mwanamke kwa mahsusi kabisa, inatajwa kwamba haina utawala wa kidemokrasia. Ndio maana hata Netanyahu alipokuwa anazungumzia kuhusu mabadiliko ya kiutawala anasema kwamba kumuondosha dikteta na kuifungua nchi ikawa katika utawala wa kidemokrasia na kuwa na uhuru zaidi katika eneo la Ghuba na katika Mashariki ya Kati. Wewe umeishi Iran, kwa maslahi ya kupata maarifa kwa wasikilizaji wetu, Iran ni nchi ya demokrasia kwani? Bahati mbaya sana ni kwamba Irani ni nchi dhaifu katika masuala ya vyombo vya habari na kuweza kujitangaza kimataifa, lakini kwa hakika nathubutu kusema kwamba Irani ni nchi ya kidemokrasia katika muundo wake wa demokrasia ilionayo kuliko hata baadhi ya nchi nyingi ambazo kwa mfano katika bara la Asia au hata katika nchi zetu za Kiafrika ambazo nazo pia tunaonekana kwamba zinafanyika harakati za kisiasa, kuna vyama vingi, kuna chaguzi za kidemokrasia. Iran katika suala hilo nathubutu kusema kwamba imezipiku na kuzishinda nchi nyingi ambazo zinajitangaza kidemokrasia, na hasa kwa kuzingatia kwamba Iran yenyewe inaendeshwa kwa kufuata mfumo wa kidini. Pamoja na kwamba inaongozwa katika mfumo wa kidini na kuendeshwa katika mtazamo wa kisheria za Kiislamu, lakini katika wakati huo ni kwamba imechanganya pamoja mambo mawili haya, yani mfumo wa kidemokrasia wa Magharibi taban, kwa kuzingatia mtazamo wake Iran yenyewe, kwa sababu jambo moja ambalo wa Magharibi na nchi mbalimbali hata za Kiafrika sasa zimekuwa zikilitetea swala hili, kueleza kwamba si lazima kila nchi ifuate ule mfumo ule ambao wa demokrasia Magharibi, kama ambavyo tunajua kwamba ikiwa Marekani ina mfumo wa demokrasia ya rais, Uingereza nayo ina mfumo wa demokrasia ya mfumo wa kibunge kwa kuwa na mfumo utawala wa waziri mkuu.
pamoja na kwamba wakati huo Uingereza hiyo ina mfalme na mfumo wa kifalme. Kwa hivyo suala la demokrasia ambalo kwanza Iran imeonyesha mfano kwa mataifa mengine kwamba hakuna ulazima kwamba kila kilichofanywa magharibi nchi nyingine nazo zifuate kama lilivyo. Unaweza kaangalia lile ambalo la magharibi linaendana na mfumo wenu wa kijamii na kidini na kiutamaduni, mkafuata kile ambacho mnakihisa mkubaliana nacho, hamukifuati. Kwa hivyo kama hayo madai wanayosema kwamba Iran hakuna demokrasia, Iran inashuhudiwa kwamba kila baada ya miaka 4 Iran inafanya chaguzi, na kila baada ya miaka 4 mifumo au tunaweza tukasema kwamba mirengo yenye mielekeo tofauti ya kisiasa Iran inaingia madarakani. Rais ambaye amechaguliwa katika kipindi cha miaka 12 nyuma alikuwa mtu wa mrengo mwingine, miaka 8 baadaye ni wa mrengo mwingine, wa miaka 4 baadaye ni wa mrengo mwingine. Jambo ambalo linaonyesha wazi, kwa mfano mfumo wa Iran wa bunge lake, bunge la Iran kinyume na mabunge ya nchi nyingi duniani, rais anapoteua mawaziri wa serikali yake hawapitishi tu kama anavyopenda yeye mwenyewe na kubadilisha. Lazima mawaziri wanaopendekezwa waende bungeni, na wanapokwenda bungeni watangaze sera zao watakachofanya, na mara kadhaa kuna mawaziri wanapendekezwa na rais wanakataliwa na bunge. Au karibuni tumeshuhudia hivi juzi tu bunge la Irani limempitisha waziri wa uchumi mwingine mpya baada ya waziri wa uchumi aliyetangulia kumuuzulu kwa kumuona kwamba utendaji wake ni dhaifu. Haya ni mambo ambayo katika nchi za kwetu za Kiafrika, kwenye demokrasia za Kiafrika hatuyaoni, lakini hili ni jambo ambalo kwa bahati mbaya watu wengi hawaelewi nini kinachoendelea Iran. Badala yake ni kwamba wanaelekeza kidole chao kusema tu kwamba Iran inaongozwa na kiongozi wa kidini na ndiye mwenye maamuzi ya kila kitu. Pia wacha niende Paris. Mohamed Saleh, swali ambalo nitakuja kwako ni swali la nani anamtumilia nani. Maana yake picha kubwa ambayo tumeipata katika mazungumzo haya ni kwamba Israel ni kama kwamba inatumika na mataifa ya magharibi kulinda maslahi yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini pia upande mwingine tumeona kwamba Israel inayataka mataifa ya magharibi yaingie kati kwenye vita hivi ili kupata muradi wake nchini Iran. Sasa swali linakuja kwamba basi kama ni hivyo, kama ni kweli kila mmoja anasema huyu anamtumia, nani hasa anamtumilia nani? Kwanza ni kwamba hawa ni Israeli ni watu ambao wengi wametoka huku Ulaya au ni kwa hivyo wapo kwa maslahi ya hizi nchi ambazo wametoka. Pili ni kwamba ile ni kama nchi ya Ulaya ambayo iko katika Mashariki ya Kati. Kidogo sijafahamu hapo. Manake ni kusema kwamba manake Waisraeli wenyewe hoja yao ni kwamba ile ni nchi yao ya kale na kale, ni nchi yao tangu miaka 1000 ngapi iliyopita nyuma. Kwa hiyo nasema kwamba wametoka Ulaya. Kwa sababu hawa ni watu nafikiri inabidi kutofautisha. Kuna Wayahudi wale wa asili wale, na kuna hawa Wazayuni ambao wamekuja na vuguvugu la kisiasa. Hawa ni watu ambao wametoka Ulaya. Lakini asili yao ni Mashariki ya Kati. Ni kama leo kupata Waafrika weusi ambao wako Marekani wakasema wanarudi Ghana, wanarudi Senegal, wanarudi katika Afrika. Sawa, ni wana asili wanaweza kudai ya kutoka kule, lakini wamekuja na vuguvugu la kisiasa, wakati wale wengine ambao sio Wazayuni, kwa sababu inabidi kutofautisha baina ya Wazayuni na wale Wayahudi wale wa asili, kwa sababu wale Wayahudi wa asili hawajakuwa na mfarakano na Wapalestina. Wamekuwa wanaishi pamoja kwa muda wote huo, hata baada ya kutokea wale ambao walibidi wahame. Lakini kabla ya kuundwa kwa taifa la Israeli 1948 walikuwepo wale ambao walikuwa wakiishi kule. Walikuweko Wayahudi wengine wakiishi Afrika Kaskazini na katika nchi mbalimbali. Hata Irani leo wapo watu wenye asili ya Kiyahudi ambao wanaishi kule, lakini hawana matatizo na wale wa Irani wenyewe. Watu wenye walokuja na matatizo ni ili vuguvugu la Wazayuni ili ambao ndo wao watu ambao wamekuja na sera za kutaka kuteka majimbo na sehemu mbalimbali za Palestina. Hawajaridhika na lile eneo walilopewa na Umoja wa Mataifa 1948, lakini lengo lao sasa hivi ni kuzidi kwa sababu
mpaka sasa hivi Israeli haina kusema mipaka kama nchi nyingine zozote. Mipaka ambayo wanatakiwa kuheshimu ni ile mipaka ambayo wamepangiwa na Umoja Mataifa 1948, lakini sasa hivi ukiangalia 67 wamechukua bado maeneo na wanazidi kuchukua maeneo mengine. Sasa hivi wako kwenye ukingo wa magharibi wa mto Jordan, wanajaribu kuchukua pia maeneo, na sasa hivi lengo lao pia kuchukua Gaza. Kwa hivyo kwa mfano, kwa nini haya mapigano yameanzishwa sasa hivi? Ni kwa sababu kulikuwa kumetokea vuguvugu kubwa duniani la kutaka vita vya Gaza vimalizwe na hali ya amani irudi. Kwa hivyo kitu ambacho amefanya waziri mkuu wa Israeli ni kujaribu kufungua mapambano sehemu nyingine ili watu wasahau yale yanayotokezea Gaza. Na ukiangalia ukweli ni kwamba sasa hivi watu wengi, karibu kila mtu ameshughulika na mapigano ambayo yako baina ya Israeli na Iran. No. Kwa hivyo hiyo ni moja katika kwa hili ninavyohisi kwamba Israeli wanawatumia sasa hivi nchi za magharibi, lakini pia ukiangalia unaweza ukasema pia Trump amemtumia pia Netanyahu ili labda kudhoofisha Iran, na waweze watakapokwenda kwenye meza ya mazungumzo Iran iende kuzungumza ikiwa imedhoofika. Tena kwako Abdul Fattah Musa, tuelekee mwisho wa kipindi chetu. Wewe ni mkazi wa muda mrefu wa Iran, unatokea Afrika Mashariki na unayaona mambo yanavyokwenda katika jicho la kilimwengu, na pia mtu ambaye anaishi ndani ya nchi ambayo saa hizi ipo katika mtafaruku huu. Unadhani kwamba kuna njia yote ile ya kutoka salama? Njia ya kutoka salama kwenye mgogoro huu ipo, lakini kwa sasa ninavyoiona imefikia kwenye hali ya mkwamo, na sababu ya mkwamo ni kwamba kile ambacho kilikuwa ni chanzo cha mgogoro huu, yani msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump, kwa sababu pengine na hili pia wasikilizaji wetu wanaweza kuwa pengine baadhi yao wameghafilika nalo, ni kwamba rais Trump alitangaza awali kwamba anataka kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na ya moja kwa moja na Iran ili kulitatua suala hili la nyuklia, ili kuhakikisha kwamba Iran haiundi silaha za nyuklia, haimiliki silaha za nyuklia. Na akatoa muhula wa siku 60 ambazo alisema kwamba ndani ya siku hizi Iran kwanza ikubali kukaa kwenye meza mazungumzo na Marekani, na pili, ndani ya muda huo ihakikishe kwamba inafikia makubaliano na Marekani. Vinginevyo baada ya hapo hali itakayoweza kutokea Iran isipokubali hayo itakuwa ni hali mbaya kwa Iran. Alitamka wazi hilo. Sasa kilichoshuhudiwa ni kwamba katika hatua ya mwanzo kupitia mwakilishi wake katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff, walitamka yeye mwenyewe rais Trump, bali zaidi mwakilishi wake, kwamba katika mazungumzo hayo Marekani iko tayari kuona kwamba Iran itaweza kurutubisha urani kwa kiwango cha 3.5 ambacho kinaiwezesha kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani, jambo ambalo ndilo lililokuwepo katika makubaliano ya nyuma ya nyuklia. Hiyo ndio kauli ambayo walitoa mwanzo na iko wazi inajulikana. Lakini baada ya waziri mkuu wa Israel Netanyahu kuanza kutoa mashinikizo, yeye mwenyewe na rais wa Marekani Trump wakabadilisha kauli, wakaja na msimamo huu wa kusema kwamba katika mazungumzo yao na Iran ni mstari mwekundu Iran kuweza kurutubisha madini ya urani, bali ni mstari mwekundu Iran kuendelea kuwa na mpango wa nyuklia, lazima ivunje kikamilifu mpango wake huo. Na Iran nayo ikasema kwamba suala la kurutubisha madini huo ni mstari mwekundu kwake. Kwa hivyo tulichoshuhudia ni kwamba baada ya kumalizika siku 60 alizotoa rais Trump, siku ya 61 ndipo Israel ilipochukua hatua ya kuishambulia kijeshi Iran. Na msimamo umekuwa ni huo kwamba Iran isirutubishe urani, ivunje mpango wake wa nyuklia. Sasa kwa kuwa Iran mpaka sasa msimamo wake umekuwa ni ule kwamba haiko tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia na haitakubali kwamba isirutubishe yenyewe madini ya urani kwa ajili ya nishati ya nyuklia, ikiwa mvutano huu utabaki kuwa uko pale pale,
hofu ni kwamba huenda vita hivi angamizi, vita hivi haribifu vikaendelea kwa muda zaidi ya ule ambao pengine wengi tungetarajia kwamba ufikiwe mwafaka vimalizike. Vinginevyo ni kwamba labda katika mapigano haya yanayoendelea, Israel na Marekani au nchi za magharibi kwa ujumla zihisi kwamba madhara ambayo inapata Israel na mafanikio ambayo inapata katika kuihujumu Iran hayana mlingano au hayakizi matakwa yao. Labda upande huo ndio ambao uwe tayari kusimamisha vita, ingawa siondoi mimi moja kwa moja uwezekano kwamba pengine Iran inaweza ikafika pahala ikakubali kwamba isalimu amri, lakini uwezekano huo unaupa nafasi ndogo zaidi kuliko kutegemea kwamba nchi za magharibi ndizo ambazo zifikie pahala kuikubali haki ya Iran ya kuweza kurutubisha madini ya urani. Asante sana Abdul Fattah Musa. Nimeambiwa Lugete Musa amerudi. Lugete, umerudi? Nimerudi. Tunasikitika sana kwamba tumeukosa muda mwingi katika mazungumzo haya kwa sababu mawasiliano ya simu yalivyo hapo, lakini hili swala la mwisho nitakuachia wewe utufungie. Swala mnaposema hapo Dar es Salaam, sema swala la kiuchokozi. Je, ingelikuwa Iran kweli inazo silaha za nyuklia, ingelishambuliwa na Israel? Isingeshambuliwa. Israel ameshaona kwamba Irani hana silaha za nyuklia, na kiwango cha Irani anachoturutubisha nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya viwandani, nishati na vitu vingine. Sababu kubwa ya Israel kuendelea kumchokoza Irani, na ukiangalia kwenye takwimu tangu mwaka 1981 Israel ameua zaidi ya watu 600 maarufu nchini Irani, wakiwemo viongozi wa masuala ya nyuklia, viongozi wa kijeshi, majasusi na watu wengine muhimu. Israeli anachokifanya nchini Irani ni kutaka kulifanya taifa la Irani limsujudie Israel kwa maslahi ya Marekani. Wote tunafahamu kwamba mwaka 1973 Marekani na Saudi Arabia waliingia mkataba unaitwa Petrodollar Agreement, ambapo kwa maana hiyo Saudi Arabia alikubali kuuza heshima ya taifa lake kwa maslahi ya Marekani, kitu ambacho Irani hataki kwa sababu anataka kuwa taifa huru, kujitegemea kiuchumi, kijeshi na mambo mengine. Ndio mgogoro unapokuja kati ya Irani na Israeli. Pia washirika wa Israeli wanaona kwamba kitendo cha Irani kutumia rasilimali zake, sayansi yake na teknolojia yake ni hatari kwa mustakabali wa siasa za ushindani za Mashariki ya Kati. Na Israel ameshajiridhisha pamoja na Marekani kwamba hakuna silaha za nyuklia ndani ya Irani, isipokuwa tu Irani amegoma kumsujudia Marekani na Israel. Kwa hiyo lengo kubwa la hichi kinachoendelea ni kulifanya taifa la Israel kuwa taifa kubwa na kuyaua mataifa mengine. Yani wazungu wanaita Israel na Marekani wana mpango wa kurudi kwenye siasa zinaitwa unipolar politics, kwa maana kwamba ni Israel ndio awe kinara wa Mashariki ya Kati kwa kufuata sera za mambo ya nje za Marekani, na kitu ambacho Irani hataki. Kwa hiyo kinachowauma ni kwamba ni kwa nini mpaka sasa hivi Irani haijaanguka, na ili Irani ianguke ni kuidhoofisha, kuiwekea vikwazo, kuua wataalamu wake wa nyuklia. Ukweli ni kwamba Irani hajawahi kushambulia taifa lolote lile, lakini tumeona Israel kwa mwaka huu tu 2025 Israel ameshambulia Syria baada ya kuamka Assad akachukua eneo. Israel ameshambulia Lebanoni, Israel ameshambulia Gaza, Israel amemshambulia Irani. Irani hajawahi kushambulia taifa lolote lile, na Irani amekuwa akifuata sheria na kanuni za Umoja wa Mataifa kwa sababu tu hataki kuonekana ni mgomvi. Hata mkataba wa nyuklia wa 2015 Irani amekuwa akikubali wawakilishi wa nyuklia wa IAEA kuja kufanya ukaguzi na tathmini. Israeli hataki. Naam. Irani amekuwa akifanya yote kwa ajili ya kufuata itifaki za Umoja wa Mataifa, lakini Israeli anashambulia nchi nyingine, anaua viongozi. Umoja wa Mataifa uko kimya, Umoja wa Ulaya hausemi lolote kwa sababu tu Israeli yupo kwa ajili ya kulinda maslahi na mambo ya Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani. Na mpenzi msikilizaji, kwa kauli ya Lugete Musa Lugete, mchambuzi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunahitimisha mazungumzo yetu ya leo kwenye maoni mbele ya meza duara, ambapo tumeuangalia mzozo ambao unaendelea sasa katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati, vita kati ya Israel na Irani. Kipi kitajiri? Nabakia swala kusubiri na kuona. Naitwa Mohamed Khelef, na kushukuru sana kuungana nasi,
Nashukuru pia waungwana washangiaji wetu, Abdul Fattah Musa mkazi wa Tehran ambaye kwa sasa huko nyumbani Zanzibar, Mohamed Saleh mkazi wa Paris Ufaransa, na alimaliza hivi punde Musa Lugete akiwa Dar es Salaam Tanzania. Kwaherini hadi mara nyingine.